namna Yanga ya kocha Mang'oba Mnyiti inavyocheza, namna Yanga ya kocha Mang'oba Mnyiti ilivyosheheni nyota akiwamo Peter Shalulile, mchezaji wa kimataifa kutoka Namibia, Albert Kangwanda, MVP katika ligi kuu ya Zambia msimu uliomalizika, Sheikh Ibrahima Toure, mchezaji aliyefanya vizuri ligi ya Championship kule nchini Saudi Arabia, ambaye huyu ni raia wa Ufaransa mwenye asili ya Senegal, Hussein Zakuani, raia wa Komoro lakini mzalio wa Ufaransa, kuwapo kwa kina Maxim pia Nzengeli, Ibra Baka, Bakari Nondo Mnyeto, Kwasi Atula yao, Shadrack Sakaboka, Jigi Diara na nyota wengine wa kutosha ndani ya kikosi cha Yanga akiwamo Mudathi Yahya Abbas na Duke Oga Abuya, kumemfanya kocha wa Gaborone United Sean Kahnar kuingiwa na woga kiasi ya kwamba ameeleza wazi kuwa tiba ya CAF inaokutanisha wao na Yanga katika mechi za hatua ya awali ya kuania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ni Yanga ndio yenye nafasi kubwa zaidi ya kusonga mbele kuliko wao. Lakini akaongeza kwamba pamoja na hayo yote, yeye na kikosi chake wamejipanga kuhakikisha wanafanya kinyume cha matarajio, kwamba wanaiondosha Yanga na kisha wao kusonga mbele. Hivyo ndivyo kwa kujifariji kocha huyu raia wa Ireland anavyoeleza, lakini dhahiri shahiri akisisitiza, akidhihirisha kwamba Yanga wako vizuri zaidi. Na katika maelezo yake anaeleza kocha Sean Kahnar kwamba ligi kuu Tanzania bara ni ligi ambayo imepiga hatua sana. Ni ligi ya 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa viwango vya CAF, lakini ndani ya ligi hiyo Yanga wamekuwa dominant, wamekuwa wakitawala kwa misimu 5 mfululizo kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu hiyo anaiona Yanga ni timu ambayo ina nafasi kubwa ya kusonga mbele, hasa kutokana na ukweli mwingine kwamba hivi karibuni kwenye michuano ya CAF break yao ya kwanza huwa ni walau hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, ambako huko wamepiga hatua zaidi kwa kufika mpaka fainali msimu 2022-2023 wakilipoteza taji kwa sababu tu ya kanuni ya bao la ugenini. Nakumbukwa Yanga msimu 2022-2023 walicheza fainali dhidi ya USM Alger kwa Mkapa, walifungwa 2-1. Ugenini kule nchini Algeria walishinda 1-0. Matokeo ya jumla yalikuwa 2-2, lakini USM Alger wakatoa ubingwa kwa faida ya goli la ugenini. Lakini ni Yanga ambao 2023-2024 walifika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, wakatolewa kwa mikojo ya penalty na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Msimu uliomalizika 2025-26 Yanga waliishia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu 2024-2025 Yanga waliishia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, na mara zote mbili mfululizo wakimaliza katika nafasi ya 3 kwenye makundi yao. Sasa kwa sifa hizi ndizo ambazo kocha Sean Kahnar anaona kana kwamba Yanga wana nafasi kubwa zaidi, na ukizingatia aina wachezaji walionao ndicho kinachomfanya atambue ukweli huu kwamba walau kwenye makaratasi Yanga wako juu. Lakini ambacho hakukizungumzia ni namna ambavyo mechi 3 Yanga ameshacheza mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, ambazo bila shaka kocha Kahnar akifuatilia zaidi anaweza akaingiwa na ubaridi na kulazimika kujiongeza zaidi yeye na kikosi chake, nyota wake kama Tatayaone Khamanyane, top scorer kwa timu yao kwenye ligi kuu ya Botswana akifunga mabao 13, akina Tabo Maponda wenye mabao 6 na wengineo, kwamba lazima waimarishe kikosi chao, wajipange kucheza na Yanga ambao ni dominant zaidi chini ya kocha Mang'oba Mnyiti. Kwenye kila mchezo wao wanatawala zaidi, wanafika zaidi katika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga. Ni kwa sababu kwenye mechi 3 za ligi kuu Tanzania bara Yanga chini ya Mang'oba Mnyiti hivi sasa wako kileleni wakiwa na pointi 9. Hiyo haitoshi. Wao ndio wanaongoza kwa kufunga mabao mengi. Wana mabao 11 katika mechi 3. Hiyo haitoshi. Wao ndio timu iliyofanya mashambulizi mengi zaidi kwa kupiga mashuti mengi zaidi, mashuti 66 katika mechi 3, lakini wao ndio timu iliyopiga mashuti mengi zaidi ya kulenga shabaha, mashuti 35, lakini wao ndio timu iliyopigiwa mashuti machache zaidi. Ndio kwa sababu mpaka sasa mechi 3 wapinzani kwa ujumla wake kwa maana ya Namungo, Coastal Union, JKT Tanzania wamepiga mashuti 9 tu kwenye lango la Yanga, na kati ya hayo yaliyolenga shabaha yakiwa ni mashuti 5 tu, ingawa katika 5 wapinzani wao wamefunga mabao 2. Coastal Union walifunga bao 1 wakati wakifungwa 4-1,
Namungo walifunga bao moja wakati wakifungwa 3-1. Sasa hiki nacho kinaweza kumfanya Sean Kalnar kuamka yeye na kikosi chake kujipanga zaidi kwenda kucheza dhidi ya Yanga katika ratiba ya CAF. Mechi za awali zinatarajiwa kuchezwa kuanzia Septemba 4 mpaka 6. Halafu kwenye Septemba 11 na Septemba 13 ni marudiano. Mechi yao ya kwanza na mechi ya pili, mshindi wa jumla ndiye atakayesonga kwa hatua inayofuata, raundi ya pili ya awali, ambao mshindi wake pia baada ya kushinda mechi mbili za nyumbani na ugenini katika raundi ya pili ya awali atakwenda hatua ya makundi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pamoja na tahadhari, pamoja na yale anayosema kocha Sean Kalnar, raia huyu wa Ireland, kwamba Yanga ndio yenye nafasi zaidi, lakini kueleza kwake kwamba wamejipanga kuhakikisha wanapata matokeo mazuri na wao kusonga mbele, kuwa duaza wana Yanga na wanaofuatilia mpira wa miguu kwamba wanaopewa nafasi kubwa zaidi Yanga wabaki kisha wao waende katika hatua inayofuata, inatokana na ukweli kwamba timu yake katika ligi kuu ya Botswana msimu uliomalizika imefanya mambo mengi makubwa. Moja, imemaliza na pointi 74, ufanisi wa 82.222, around 82%, kwa sababu pointi 74 ni kati ya pointi 90, kwa sababu ligi kuu ya Botswana ina timu 16, mechi 30, wao wakapata pointi hizo 74. Lakini hiyo haitoshi, wao walikuwa wamewaacha timu iliyoshika nafasi ya pili Jwaneng Galaxy kwa idadi kubwa ya pointi, kwa sababu Jwaneng Galaxy walimaliza ligi wakiwa na pointi 59, wao 74. Unaona tofauti kubwa hapo ya pointi takriban 15 kati ya wao mabingwa dhidi ya timu inayoshika nafasi ya pili ya Jwaneng Galaxy, ambayo miaka hivi karibuni imekuwa ikifika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini sio hilo tu, Gaborone United chini ya kocha Sean Kalnar imemaliza ikiwa ndio timu imefunga mabao mengi zaidi, ikifunga mabao 62, imeruhusu mabao 15, ndio timu yenye ukuta imara zaidi. Kwa sababu hiyo, walau kwa kile walichokionyesha katika ligi kuu ya Botswana, kama wakikihamishia katika mechi zao za CAF ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Yanga, basi Yanga chini ya kocha Mangoba Mngiti pia wanapaswa kujipanga, kwa sababu haiwezi kuwa mechi nyepesi hata kidogo, ingawa ni mechi ya kwanza, raundi ya kwanza ya awali kuwania kufuzu raundi ya pili ili kwenda hatua ya makundi. Ni kwa sababu kocha huyu amekuja na utaratibu wa kufanya timu yake iwe more aggressive, iwe ya kupambana zaidi napokwenda kushambulia, lakini wanapozuia wanakuwa ni idadi kubwa kuhakikisha wawe salama. Zile transition, kubadilika kutoka kushambulia kwenda kuzuia na kuzuia kwenda kushambulia, zimekuwa zikifanyika kwa haraka sana hizo transitions, na hivyo kuwafanya wawe timu ngumu zaidi pengine kuliko hata msimu uliopita wakati wakiongozwa na Dimitar Pantev, kocha ambaye alionyesha kiwango cha juu kwa timu yake dhidi ya Simba kwenye mechi ya raundi kama hii, ambapo kule Gaborone walifunga 1-0, lakini kwa Mkapa mechi iliisha kwa sare. Kwa ujumla wakatolewa kwa sababu Simba walishinda ugenini, lakini ilikuwa mechi nyepesi. Kiwango kizuri alichoonyesha akina Disele, akina Khamanyane kama nilivyotoka kueleza, akina Maponda, kilifanya Simba imbakishe kocha Dimitar Pantev kama meneja, ingawa baadaye alikuja kuondoshwa ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Sasa Gaborone United hii imeimarika zaidi. Ikumbukwe muonekano wao, jezi zao, nembo yao inafanana na Wekundu Msimbazi Simba, na ndio maana hata IK yao wanazo nyingi, mojawapo ni the Reds, ni wekundu. Yanga wanakwenda kucheza na timu hii ukiwa na Masai kana kwamba wanacheza na watani zao jadi Simba, wana wa Msimbazi. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona katika mechi hizo mbili, ambazo hata hivyo Yanga wakishindwa kusonga mbele, basi watapaswa kujilaumu wenyewe, kwa sababu ni kweli kwenye rasilimali watu ndani ya uwanja Yanga wako vizuri zaidi kwa mchezaji mmoja mmoja ubora, lakini kwa historia Yanga na Gaborone United kwa miaka karibuni Yanga wako vizuri zaidi kwa maana historia kwenye michuano ya CAF, Gaborone United wakiwa wao ndani ya misimu mitano hawajawahi kufuzu hatua ya makundi ya michuano yote ya CAF, hiyo ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Kwa sababu hiyo ni Yanga kweli wenye nafasi kubwa zaidi ya kusonga mbele kulinganisha na Gaborone United, lakini mechi huamuliwa ndani ya dakika 90 za mchezo. Katika mechi mbili tunazungumzia dakika 180. Itakuwa vipi? Hawa Gaborone United wataweza kukabiliana na presha kubwa ya Yanga katika kushambulia ambayo imewafanya wawe gumzo hivi sasa chini ya kocha Mangoba Mngiti, wakitengeneza nafasi nyingi za kufunga karibu katika kila wakati? Ni swala kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe,
una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan, bye bye.